بنا نحو المدينة يا معنى في الغرام إنها كالتاج زينة وهي بدر في الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اجعل نوايانا خالصة لوجهك الكريم اللهم آمين. بسم الله. tunaendelea kusoma kitabu cha hadithi Fadlul Ashr min Dhil Hijjah, utunzi wa Al-Hafidhu Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad al-Baghdadi al-Qurashi al-maarufu kwa jina la Ibn Abi Dunya, na tulisoma mpaka hadithi ya 12. Bismillah, tunaendelea kwa kuanza kusoma hadithi ya 13, na biidhnillah tukimaliza kitabu hichi siku ya leo tutasoma sanadi. Nitaitaja sanadi yangu kutoka kwangu mpaka kwa mtunzi wa kitabu pamoja na ijaza, Mwenyezi Mungu akituwafikisha. Hadathana Nasr ibn Ali al-Jahdami, ametuhadithia Nasr ibn Ali al-Jahdami. Baada ya tafsiri hii sitotafsiri tena neno hadathana. Hadathana Sufyan ibn Uyainata an Dawuda, kutoka kwa Daud ibn Shabura. Baada ya tafsiri hii sitotafsiri tena neno عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مفكية كوايو متوم صلى الله عليه وسلم، يعني حديثه مرفوع مباكو متوم صلى الله عليه وسلم. سنده نونغانا كتوك أبي قتادة مباكو متوم صلى الله عليه وسلم كما متوم مسيما صيام يوم عرفة، فونغ يسيكو يا عرفة يعدل sanata wallati taliha, inalingana na mwaka na ambao upo baada yake, yani miaka miwili kama hadithi ilivyopita, kama ambavyo tumesoma kwenye hadithi iliyopita. Wasiyamu yaumi ashura ya'dilu sanatan, nafunga ya siku ya Ashura inalingana na mwaka, yani mtu anafutiwa madhambi ya mwaka, ni kama vile amefunga mwaka mzima ukitoa siku za Ramadhani. حدثنا إسحاق ابن بهلول التنوخي حدثنا الوليد بن القاسم حدثنا الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي عن ابن عمر قال يعني أنه قال كم حقيقة يا مسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكي مجنب Mwenyezi Mungu صلى الله عليه وسلم akiwa anasema لا يبقى أحد من أهل عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له. لا يبقى أحد من أهل عرفة, habaki yeyote katika watu wa Arafa, fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin, ambaye katika moyo wake muna uzito wa tembe ya vumbi kunako imani, yani ikawa kwenye moyo wake ipo asili ya imani, ni Muislamu bado hajaingia kwenye kafiri, illa ghafara Allahu lahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu humsamehe. Yani yule ambaye yupo sehemu ya Arafa pale amesimama kwa ajili ya ibada, Mwenyezi Mungu humsamehe. Hakuna yeyote ambaye ni Muislamu isipokuwa Mwenyezi Mungu anamsamehe, taban ikiwa hija yake ni sawa, sio yule ambaye hija yake ameifanya kimakosa. Faqala rajulun, akasema mtu fulani, hadha li ahli mu'arrafin ya Rasul Allah am linnasi ammatan, hili ni kwa watu wa Arafa, yani waliosimama Arafa, yewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yani kama ulivyo uwazi wa hadithi la yabqa ahadun min ahli arafata, kwamba katika watu wa Arafa watu wakisimamo tu kama ilivyo kwa uwazi wake, am linnasi ammatan, ama ni kwa watu wote, yani sio kwa watu wa kusimama Arafa tu. Faqala, akasema la, hapana, bal linnasi ammatan, bali ni kwa watu wote, ay liman shaa Allahu lahu dhalika minal mu'minin, yani kwa ambaye ametaka Mwenyezi Mungu kwake yeye hilo kuna kwa waumini, sio kwa watu wote. Maana yake siku ya Arafa watu wote wanasamehewa madhambi, ambao wametubu na ambao hawajatubu, kila ambaye ni Muislamu. Kwa watu wa Arafa, naam, wote wanasamehewa madhambi, kwa wale wa pale madhambi yote wanafutiwa, kwa wale ambao wametubu. Na ambao hawapo Arafa, Mwenyezi Mungu anawasamehe ambao anawataka madhambi yote, na ambao amewataka anawasamehe baadhi ya madhambi, katika ambao wametubu na katika ambao hawajatubu kwa siku hiyo, Mwenyezi Mungu anaweza kuwasamehe baadhi yao
madhambi yote na baadhi yao sio madhambi yote, kutokana na fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن عمرو nimemsikia mtoto wa Amri قال amesema qara'tu ala Fudail nimesoma kwa Fudail an Abi Hariz sami'a Sa'ida ibn Jubair kutoka kwa Abi Hariz annahu kwamba hakika yeye amemsikia Sa'id ibn Jubair yaqul akiwa anasema sami'tu ibn Umar nimemsikia mtoto wa Umar radhiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqal tulikuwa pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam akasema saumu yaumi arafata saumu sanatin, funga ya siku ya Arafa ni funga ya mwaka, yani ni kama vile ni funga ya mwaka. Na hii ni tashbihun balighun kwa sababu hajatia hata kafu ya kufananiza wala hajatia wajhu shabahi. حدثنا أيوب بن محمد حدثنا عبد القاهر ابن السري عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أباه حدثه كم بابا yake muhadithia an abihi kutoka baba yake, yani mjukuu anasimulia kutoka baba yake kwamba baba yake amesimuliwa na babu yake, yani mtoto anasimulia kutoka kwa baba yake ambaye huyu baba pia anasimulia kutoka kwa baba yake. Anna abahu kwamba baba yake, hakika baba yake hadathahu amemuhadithia an abihi kutoka kwa baba yake radhiyallahu anhu Mwenyezi Mungu amuyeradhi. Kwa hiyo huyo babu ni sahaba. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, babu ambaye ni sahaba amehadithia kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama daa li ummatihi ashiyata Arafa bil maghfirati, aliuombea ummati wake mwisho wa mchana wa Arafa msamaha. Fa ujiba anni qad ghafartu lahum, akajibiwa kwamba hakika mimi Mwenyezi Mungu nimeshawasamehe. Tayib, bila shaka sio maana yake kwamba Waislamu wote maana yake wamesamehewa, sivyo. Imeshathibiti kwamba mtume yeye alisema kuhusiana na baadhi ya masahaba kwamba ni motoni, na hilo lilikuwa ni kabla ya matokeo haya kwenye hija. Kwa hiyo sio maana ya hii hadithi kwamba Waislamu wote wa ummati wa Muhammad wamesamehewa madhambi yote, sio maana yake hiyo. Kwa hiyo tufahamu vizuri, bali makusudio ni kwamba amewasamehe baadhi madhambi yote na baadhi ya madhambi, na baadhi Mwenyezi Mungu hajawasamehe, amewasamehe Mwenyezi Mungu ambao amewataka. Ma khala almadhalima, wasiokuwa madhalim, yani ambao ni madhalim hawaingii katika msamaha huo. Fa inni akhidhun lilmadhlumi minhum, kwani hakika mimi ni mwenye kuchukua kwa ajili ya mwenye kudhulumiwa kutoka kwao hawa ambao ni wenye kudhulumu, ama ni mwenye kuchukua kisasi na mfano wa hivyo. Na kwa uwazi ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama anawaombea msamaha wale wenye kudhulumiwa, Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi yao, sio wale ambao ni wenye kudhulumu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama yeye anawaombea dua wale ambao wanadhulumiwa tu, hawaombei dua wale ambao wanadhulumu kwa msamaha muda wa kuwa hawajatubia. Qala, amesema ay rabbi, ewe Mwenyezi Mungu, ewe Mola, in shi'ta a'taita al-madhluma al-jannata wa ghafarta al-madhalima, ukitaka umpe, yani hii ni dua taban, mpe mwenye kudhulumiwa pepo na umsamehe mwenye kudhulumiwa. Falam yujib ashiyatahu, hakuitikiwa jioni hiyo ya siku ya Arafa, hakuitikiwa. Falamma asbaha bil Muzdalifati, zama alipopambazukiwa na siku ya Muzdalifa, ilipoingia asubuhi siku nyingine akiwa yupo Muzdalifa, aada duaa, alirejesha dua, alirejea kuomba kwa dua ile tuliyosoma. Fa ujiba ila ma saala, akaitikiwa kwenye kile ambacho amekiomba. Fadhahika Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, akacheka kwa sura ya kutabasamu mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, au qala tabassama, au amesema msimuliaji kwamba ametabasamu. Yani taban ikiwa amesema amecheka au ametabasamu, basi maana
sio kucheka pamoja na kujikohoza kohoza. Hichi sio kicheko kizuri. Kucheka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuonesha meno na kufungua kidogo tu, huo ndo kucheka hali kubwa, bila ya kucheka kwa njia ya kutoa sauti na kujikohoza kohoza. Mtume alikuwa hafanyi hivyo katika kucheka kwake. Faqala Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, akasema Abu Bakr na Umar, Mwenyezi Mungu awawie radhi, inna hadhihi la sa'atan ma kunta tadhaku fiha, hakika hili ni saa ambalo hukuwa unacheka ndani yake. Yani ilikuwaje muda kama huu unacheka na hukuwa unacheka wakati kama huu? famalladhi adhakaka adhaka Allahu sinnaka, ni kipi ambacho kimekuchekesha? Ayachekeshe Mwenyezi Mungu meno yako. Yani Mwenyezi Mungu ajalie kwako wewe uwe ni mwenye furaha, na adumishe furaha yako na adumishe tabasamu yako. Hayo ndio makusudio. Qala, akasema Mtume, inna aduwallahi iblis, hakika adui wa Mwenyezi Mungu Iblis, ma inna alima anna Allah azza wa jalla qad istajaba duai wa ghafara li ummati, ambapo wakati pindi akijua kwamba hakika Mwenyezi Mungu aliyemshindi na aliyetukuka ameshaitikia dua yangu, yani ameikubali dua yangu na ameusamehe ummati wangu, akhadhat turaba, amechukua mchanga, yani huchukua mchanga, faja'ala yahthu, akajalia kuwa anaumimina ala rasihi, juu ya kichwa chake, wayad'u bilwaili wathuburi, na anaomba adhabu na majuto. Yani anapiga kelele, majuto yangu, ewe kuangamia kwangu, na mfano wa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amewasamehe watu ambao wanatenda madhambi, na yeye anahangaika watu waingie motoni. Kwa hiyo anawafanya waingie kwenye madhambi, halafu Mwenyezi Mungu amewasamehe. Kwa hiyo yeye anajiombea adhabu na majuto. Hayo ndio makusudio. Faja'altu adhaku mimma ra'aytu min jazaihi, basi nikajalia nacheka, yani nikawa nacheka kutokana na ambacho nimekiona. Min jazaihi, kutokana na maumivu yake, yani yeye amepatwa na maumivu kwa kusamehewa Waislamu madhambi yao. Kwa tafsiri ya ujumla ni kwamba adui wa Mwenyezi Mungu Ibilisi, ma in alima anna Allah azza wa jalla, mpaka kwenda mbele, wakati alipojua kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ameikubalia dua ya Mtume na amesamehe madhambi ya ummati wake, yani baadhi yao, alipojua hivyo, akhadha turaba, amechukua mchanga, akajalia kadha wa kadha wa kadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio akacheka, yani akatabasamu kwa sababu hiyo, kwa sababu ya huzuni na maumivu aliyoyapata Ibilisi. Hadathana Ishaqu ibn Hatim al-Madaini, hadathana Abdul Majid ibn Abdul Aziz, akhbarana Malik ibn Anas an Ibrahim ibn Abi Ablata an Talhata ibn Ubaidillah ibn Kariz anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam amesema, ma ru'iya shaytanu yawman, hakuonekana shetani siku yoyote, huwa fihi asgharu, yeye katika siku hiyo ni mdogo, yani ni mdogo dhalili, wala ahqaru, wala ni mwingi wa udhalili, wala adharu, wala ni mwenye kuvunjika, yani kuvunjika kutokana na kupatwa na ambalo lilamkera, wala aghyadhu minhu, wala ni mwenye hasira zaidi, minhu fi yaumi Arafa, kuliko katika siku ya Arafa. Yani hakuna siku yoyote ambayo ameonekana Ibilisi kunako siku hiyo ni mwenye hasira zaidi, ni mdogo zaidi, ni dhalili, ni mwenye huzuni zaidi, ni mwenye kuvunjika zaidi, kwamba amerudishwa nyuma kwa muono wake, kuliko katika siku ya Arafa. Wama dhaka, na halikuwa hilo, illa anna rahmata, isipokuwa kwa sababu hakika rehma, tanzilu fihi, huteremka katika siku hiyo ya Arafa, fayutajawazu ani dhunubi al'idham, basi hufutwa kutokana na madhambi makubwa, yani husamehewa madhambi makubwa. Na hadithi hii inaitafsiri ile hadithi nyingine kwamba yanzilullahu. Hadithi hii imekuja kuweka wazi kwamba kinachoteremka ni rehma. Hii tafsiri ya hadithi hii
inachukuliwa kwenye ile hadithi nyingine kwamba makusudio ni kuteremka rehma na kujaliwa siku hiyo ni siku ya kukubaliwa maombi na kuteremka malaika kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na sio maana yake kwamba eti Mwenyezi Mungu anateremka. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو نعيم عن مرزوق مولى طلحة ابن عبد الرحمن الباهلي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة بينك وسكو عرفة يعني كفيك سكو عرفة ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا هو أمريش Mwenyezi Mungu kuteremka aliyemshindi na aliyetukuka huamrisha Mwenyezi Mungu aliyemshindi na aliyetukuka kuteremka malaika ila samai dunya, kwenye mbingu ya dunia. Hapa tufahamiane, kwa vile malaika anateremka kwa amri ya Mwenyezi Mungu, ndiyo maana kwenye hadithi imekuja yanzilullahu, anateremka Mwenyezi Mungu, yani anateremka malaika kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Hili mfano wake ni pale unaposema kwamba jengo fulani amelitengeza raisi na barabara fulani ameitengeza raisi, ilhali raisi hakufanya kazi bali yeye ameamrisha tu ifanywe kazi. Nyumba fulani imejengwa na Sulaimani, ilhali yeye hakukaa akatengeza, ameamrisha tu ijengwe. Hii ni kwa sababu kwa vile yeye ameamrisha, kitendo kinachegemezwa kwake yeye. Hili ni katika upande wa majazi na haya ni katika mambo ya balagha na ni maarufu kwa watu wenye fani zao. Fayubahi bikumul malaikata, basi hudhihirisha ubora wenu kwa nyinyi kwa malaika, hudhihirisha kwa kupitia nyinyi ubora wenu kwa malaika. Sio fayubahi kwamba maana yake eti Mwenyezi Mungu anajidai na mfano wa hivyo. Tafsiri kama hizi hazitafsiriwi kwa Mwenyezi Mungu. Fayaqulu, basi husema, makusudio hapa ni kwamba anayesema ni malaika, anasema malaika kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ananadi kwamba Mwenyezi Mungu anasema undhuru ila ibadi, Mwenyezi Mungu anasema kwamba watazemeni waja wangu, atauni shuthan ghubran min kulli fajjin amiqa, wamenijia hali wakiwa na nywele timtimu, yani nywele zao hazijapangiwa, kwa sababu mtu akiwa kwenye hija huwa haitakiwi achane. Sivyo akitoa nywele, hata kama kwa bahati mbaya kuna fidia anatoa, kwa hiyo zile nywele huwa hazijapangika, huwa ni timtimu. Ghubran ni mwenye wingi wa vumbi kutokana na zile sehemu za Makka zilivyo. Min kulli fajjin amiq, wamenijia kutoa kila pande ya dunia. Hayo ndio makusudio. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum, ananukuu malaika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu anasema na kushuhudieni kwamba hakika mimi nimeshawasamehe. Fataqulu almalaika, basi husema malaika rabbi fihim fulanun wa fulan, e mola e Mwenyezi Mungu, muna ndani yao fulani na fulani, yani wamo watu fulani ambao ni katika watenda madhambi. Fayaqulu Allahu tabaraka wa taala, basi husema Mwenyezi Mungu aliyetakasika na aliyetukuka, qad ghafartu lahum, nimeshawasamehe. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama fama min yawmin aktharu atiqan min yawmi Arafa, basi hakuna siku yoyote ambayo ni yenye wingi zaidi wa watu wenye kuachwa huru na moto kuliko siku ya Arafa. Yani siku hiyo husamehewa watu kwa wingi madhambi yao. Kwa hiyo mtu ajitahidi katika siku ya Arafa akithirishe kuomba dua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubalia maombi yake kwa wepesi. Aombe msamaha na aombe mengine, kwa sababu siku hiyo ni wepesi kukubaliwa maombi. Na kwa faida, sehemu kama hizi kushuka hakuchegemezi kwa Mwenyezi Mungu kwamba anashuka yeye kwa dhati yake. Hii tafsiri hii kusema kwa dhati yake ni kufuru. Na hili neno kwa dhati yake eti kusema yanzilu bi dhatihi, hajalisema isipokuwa ambaye ni katika mubtadi'a. Hili neno bi dhatihi, kusema yanzilu bi dhatihi, na mfano wa maneno haya ambayo yanatumiwa na baadhi ya mushabbiha mujassima ni maneno ya kuzushwa, hutakiwi yatumie. Yanzilu rabbuna au yanzilu Allahu, makusudio huteremka malaika, huteremka rehema za Mwenyezi Mungu, kama ilivyokuja hadithi tuliyosoma kabla hadithi hii.
na malaika ambaye ananadi akiwa kwenye mbingu ya kwanza kwenye usiku, kama ilivyokuja kwenye ile hadithi nyingine, yanzilu rabbuna, yule ananadi kwa amri ya Mwenyezi Mungu kule moja kwa moja. Lakini kwenye hadithi hii inachukulika kwamba malaika ananadi kwa amri ya Mwenyezi Mungu, ukiaje ule ambaye yupo ameteremka, wale ambao wameteremka. Wako ambao wanawakilishwa kwa kazi hiyo, au yuko ambaye anawakilishwa kwa kazi hiyo na Mwenyezi Mungu, ananadi kwa amri ya Mwenyezi Mungu kwa malaika kwamba Mwenyezi Mungu amesema kadhaa, Mwenyezi Mungu amesema kadhaa. Na kwa ajili ya hili ndiyo maana wanawazuoni wa tauhidi wakataja baadhi kwamba hata katika malaika sio kila mmoja kwamba anasikia amri za Mwenyezi Mungu moja kwa moja au anamsikia Mwenyezi Mungu moja kwa moja, bali kuna malaika ambao wapo kati na kati baina ya malaika wengine. Wao malaika kama vile Jibril anasikia maneno ya Mwenyezi Mungu ambao sio herufi wala sauti wala lugha, kisha hufikisha ujumbe kwa malaika kwamba Mwenyezi Mungu anasema kadha wa kadha wa kadha na mfano wa hivyo. Lakini pia inakubalika hata kwenye aqida kuwa Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anawasemeza hao malaika. Hilo pia linakubalika, lakini hii sio kuwasemeza kwenye upande wa kuwafikishia mitume, sio hivyo. Kwa hiyo pia inachukulika kwa tafsiri hiyo. حدثني محمد بن عمرو بن الحكم الهروي حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا كثير بن مغفل الباهلي حدثني محمد بن مروان أن رجلا من بني عامر بن جميل من أهل الكوفة قال kwamba mtu fulani katika Bani Amir ibn Jamil katika watu wa Kufa, mji wa Kufa, amesema laqitu rajulan min ahli al-Kufati, nimekutana na mtu fulani katika watu wa mji wa Kufa, bi Arafat, kwenye sehemu za Arafat Makkah. Fa akhbarani an abihi, akanielezea kutoka kwa baba yake, akanipa habari kutoka kwa baba yake, amemsimulia hadithi annahu kwamba baba yake laqiya Ali ibn Abi Talib, alikutana na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bi Arafat, kwenye sehemu ya Arafa. Qala, amesema faqala Ali ibn Abi Talib, akasema Ali ibn Abi Talib ana hadithia yule mtoto kwamba baba yake amekutana na Sayyidina Ali, na huyu baba yake amesema kwamba Sayyidina Ali amesema la ad'u hadha almawqifa ma wajadtu ilayhi sabila, siwachi kwenye hichi kisimamo ambacho nimekipatia njia, yani ambacho nina uwezo kukifanya sikiachi. liannahu laysa fil ardi yawmun illa lillahi azza wa jalla fihi utaqa'u minan nar, kwa sababu hakuna katika ardhi siku yoyote isipokuwa anao Mwenyezi Mungu aliyemshindi na aliyetukuka ndani ya siku hiyo waachwa huru kutokana na moto. Yani isipokuwa siku hiyo kuna watu Mwenyezi Mungu anawasamehe kutokana na kuingia motoni, hawaingii motoni, hawaadhibiwi. walaysa yawmun akthara itqan lirriqabi fihi min yawmi Arafata, na hakuna siku yoyote ambayo ni yenye wingi wa waachwa huru shingo ndani ya siku hiyo, yani wenye kuachwa huru kutokana na kuingia motoni ambao hawaadhibiwi, wanasamehewa madhambi, min yawmi Arafata, kuliko siku ya Arafa. Fa akthir fihi an taqula, basi kithirisha ndani yake kusema Allahumma atiq raqabati minan nar, e Mwenyezi Mungu acha huru shingo yangu kutokana na moto, wa usili fi rizqil halal, na nikunjulie mimi katika riziki ya halali, wasrif anni fasaqata aljinni wal ins, na niondoshe uhuni wa majini na watu, yani majini ambao ni wahuni, yani waovu katika majini na watu, uovu wa majini na watu, yani ambao wameingia katika madhambi, ambao wameingia kwenye shirki, ambao wanakusudia mabaya kwangu mimi, Mwenyezi Mungu niondoshe. Fa innahu ammatu ma ad'u bihi al-yawm, kwani hakika dua hii ndio uenevu zaidi wa ambacho ninakiomba siku ya leo. Yani dua hii inakusanya mengi, kuomba kusamehewa madhambi, yani kuepushwa na moto, tayari umeshapata ndani ya jambo hilo khairi nyingi, na ukaomba ukunjuliwe riziki, na ukaomba uondoshewe husda, uondoshewe kijicho,
na mfano wa hivyo katika maudhi ya majini na watu. Hii dua hii ni enevu, inakusanya mambo mengi. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa ahkam. Bismillah, tunasoma sanadi kitabu alhamdulillah, tumekimaliza, kimekusanya hadithi 19 katika fadhila za ashru dhilhijja, yani siku 10 kwa ujumla au siku ya Arafa. Bismillah, nasoma sanadi mpaka kwa mtunzi wa kitabu. Hii ni sanadi ya kukipokea hichi kitabu Fadlul Ashri min Dhilhijja, utunzi wa Ibn Abi Dunya. Mimi nasimulia moja kwa moja kwa Sheikh Jamil Halim Al-Husaini, na yeye anasema kwamba arwi hadha al-juz' al-hadithiyya, na isimulia hii sehemu yenye kunasibika na hadithi, qira'atan li jami'ihi, kwa kuisoma yote, ala sheikhi, kwa Sheikh As-Sayyid Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad mashhur ibn Taha al-Haddad al-Hadrami, ibn Ahmad mashhurin ibn Taha al-Haddadi al-Hadrami al-Yamani al-Makki, an jaddihi, kutoka kwa babu yake al-Muammar. Al-Muammar anaitwa mtu ambaye ameishi umri mrefu, ikiwa hususan amefikia miaka 100 Hijria au zaidi. أحمد مشهور ابن طه الحدادي عن الحبيب عبد الباري ابن شيخ العيدروسي عن الحبيب عيدروس ابن عمر الحبشي عن الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدلي عن أبيه عن السيد أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري عن الشمس محمد بن علاء الدين البابلي عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري عن النجم أبي المواهب محمد بن أحمد الغيطي عن القاضي زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ أبي الفضل بن الحسين العراقي عن المسندة عن المسندة ست العربي بنت محمد بن علي ابن عبد الواحد المقدسي عن جدها كتوك بابوياك عن عمر ابن محمد ابن طبرزد عن أبي منصور عبد الرحمن بن محمد القزازي عن الخطيب البغدادي أبي بكر بن ثابت عن أبي عبد الله ابن دوست ابن دوست العلافي عن أبي علي بن صفوان عن الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا ambaye ndiye mtunzi wa kitabu hichi. Wa arwihi ijazatan, anasema Sheikh Jamil ambaye nasimulia kutoka kwake kitabu hichi na nimesoma kwake, na naisimulia au nakisimulia kitabu hichi kwa ijaza, an adadin min almuhaddithin, kutoka kwa idadi kubwa katika wanazuoni wa hadithi, wal mashayikh, na mashaykh. Yani hii ni sanadi moja, lakini hana sanadi moja tu, anazo sanadi nyingine. Minhum, miongoni mwao hawa mashekhe ambao wamepokea kwao na ana sanadi mpaka kwa mtunzi kupitia wao, Sheikh al-Musnid al-Muammar Hasan Usturan Mistik at-Turki, wa huwa an Sheikh al-Islam al-Shihabi Ahmad Arif Hikmat, inasomwa hivyo Arif Hikmat Basha. Hawa ni katika wanazuoni wa Turki, nadhani hivyo majina yao yanakuwa hivyo. An Sheikhihi محمد عابد ابن أحمد السندي عن عمه العلامة محمد حسين بن محمد الأنصاري السندي عن أبي الحسن محمد بن صادق السندي عن محمد بن عبد الله المغربي المدني عن عبد الله بن سالم البصري بسنده المتقدم وسندياك لتنقليا. يعني utataja hii sanadi iliyotajwa hapa mpaka kwa Abdullah ibn Salim al-Bisri, halafu utaangalia kwenye sanadi ya mwanzo tuliyosoma mpaka kwa huyu Abdullah ibn Salim al-Bisri ambayo imetangulia, utaunganisha mpaka kwa Al-Hafidh ibn Abi Dunya ambaye ni mtunzi wa kitabu hichi. Kwa hiyo hapa pametajwa sanadi mbili kwa ambaye amehudhuria darasa hii akadhibiti mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu hichi cha Al-Hafidh ibn Abi Dunya kiitwacho Fadlul Ashri min Dhilhijja, akadhibiti taaliki ambazo nimezitoa kama ambavyo nimetafsiri, akashikamana na aqida ya Ahlusunna wal Jamaa, Ash'ira na Maturidiyya kama ambavyo nimesomesha. Haja tafsiri kwa mujibu wa itikadi za Mushabbiha na Mujassima, na ambaye amesikia hata kama sio kwa kuhudhuria
nimempa ijaza kitabu hichi kwa sanadi hii ambayo nimepokea kwa sharti za ijaza mbele ya wanawazuoni wa hadithi na athar. Pia nimempa ijaza ambaye atasikia hata kama ni siku za mbele, hata kama atasikia kwa siku za mbele baada, hata kama ni miaka, kwa sharti ambazo nimezitaja, kudhibiti mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, na kwa sharti nyingine ambazo wanazitaja wanawazuoni wa hadithi na athar, ambazo wanazitaja wanawazuoni wa hadithi, wanawazuoni wema, na kwa sharti ya kushikamana na aqida sahihi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira. تعظيم ربنا المبين، فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين. تنزه الله الإله فما لنا رب سواه، وما له جسم ولا جوارح ولا شفاء. رأى الرسول بالفؤاد إلهنا بلا امتداد، فالله ليس جوهرا ولا يرى مثل العباد.